Kwanza katika dakika 45 za kipindi cha kwanza naweza nikasema kwamba haikuwa kazi nyepesi kwa Simba kuweza kupata hizo goli. Ilikuwa ni wakati mgumu sana, hasa KMC walivyokuwa katika muundo wa shape wa kuwa na idadi ya namba kubwa katika zoni yao kujilinda, lakini pia ile nidhamu kwamba sisi tunaamini Simba ni timu nzuri. Simba imesajili wachezaji wenye quality kubwa, kama utawaachia space za kwanza mara nyingi kuingia katika penalty box letu, basi wanaweza kutuzuru. KMC waliweza kufanikiwa mpaka dakika ya 20, lakini baadaye tunaona KMC sasa pindi wako katika mpira wanataka sasa nao kuanzisha mashambulizi yao kuelekea katika zoni ya Simba, wakawa wamepoteza mpira. Simba wakatumia hiyo nafasi ya kupiga counter attack kwa haraka. Imepigwa counter attack, mpira wa kwanza wa pili huko kwenye penalty box, inapigwa v-pass, Ligasi Bey anakutana nayo, anapiga shoot, lakini mlinda mlango inakuwa unamshinda, akawa kama ameutema. Baada ya kutema mwalimu anakuja katika nafasi na kuweza kukandamiza ule mpira kuweka wavuni. Lakini pia hivyo tunaona KMC wako katika shape hiyo ya kuwa na kuweza kumiliki mpira kuelekea katika zoni ya Simba, wanapoteza katikati ya kiwanja. Idadi ya namba katika zoni yao ya kujilinda imekuwa ni ndogo, lakini pia hata ule makini wa kuweza kujua kabisa kwamba hii nafasi nani anatakiwa kwenda kufanya marking, nani anatakiwa kwenda kufanya pressing pale kabla Ligasi Bey kuweza kukuta ule mpira na kupiga shuti kali moja kwa moja na kumshinda mlinda mlango wao. Obviously wanakuwa wanapoteza hiyo concentration, wanaruhusu mpira unapigwa moja kwa moja na mpira unakubali kuingia wavuni. Kwa hiyo katika dakika 45 za kipindi cha kwanza naweza nikasema kwamba KMC yale mawasiliano yakawa yamepungua baada ya kuruhusu goli la kwanza. Yes, kwa namna ambavyo wamecheza na maelezo haya ambayo umeyatoa, unadhani mwalimu Mohamed Abdallah Mohamed Bares ana kipi hasa cha kufanya kuhakikisha anaiboresha timu yake kurejea katika kipindi cha pili, na maeneo gani hasa inabidi kuweza kuyafanyia kazi ili kuhakikisha hakutani na dhahma kubwa zaidi ya hii aliyokutana nayo katika dakika 45 za kwanza? Kitu kikubwa ambacho anatakiwa kufanya mwalimu nadhani ni kuongea na vijana wake ambao katika eneo la kiulinzi zaidi, lakini pia mwalimu Bares anapaswa kufanya mabadiliko katika safu ya ushambuliaji. Unajua tangia dakika 45 za kipindi cha kwanza safu ya ushambuliaji ya KMC sijaona kitu ambacho wameweza kukifanya ambacho unaweza kusema kweli striker ameanza katika dakika 45 za kipindi cha kwanza kuna kitu ambacho amekionyesha kwamba anahitaji kufunga. Kwa hiyo katika dakika 45 za kwanza mwalimu bounce kitu ambacho anatakiwa kukifanya nadhani kufanya marekebisho katika eneo la ushambuliaji, lakini pia kuongea na walinzi wake kuto kuruhusu wachezaji wa Simba kulifikia penalty box lao, kwa sababu kama unamruhusu mpinzani ambaye mwenye ubora zaidi alisogelee penalty box lako, ina maana ni rahisi kama ana uwezo wa kushuti, kama ana uwezo wa kukevu, na tunajua Simba wanao wachezaji wa design hiyo. Chama ana uwezo, kama atakuwa yuko karibu la penalty box ana uwezo wa kukevu. Mtu kama Ligasi Bey ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kukevu. Kwa hiyo obvious inapaswa kuwa makini hao wachezaji kuto kuwapa role ya kuwa na mpira hata sekunde 30, kwa sababu kama utamruhusu akae na mpira sekunde 30 katika penalty box yako, yeye ni rahisi kuweza kufanya maamuzi ya haraka, kupiga shuti aidha au kukevu au kupiga one touch two touch kuingia kwenye penalty box na kuweza kumfikia golikipa na kuchagua engo ambayo mwenyewe binafsi anahitaji kufunga. Aina ya magoli ambayo Simba amefunga, kwanza mabao yote mawili yanatoka ama amehusika kwenye mabao yote mawili Ligasi Bey. Yes. Libase Gay akihusika kwenye bao la kwanza baada ya kuachia mkwaju ule, rebound inamkuta Selemani Mwalimu anaweka kambani. Bao la pili anafunga kwa kupiga mbali. Nini hasa pia Simba unajua kitu kikubwa ambacho Simba wao walichokiona nadhani kuamua sasa kutumia mipira ya kushuti, mipira ya mbali. Nadhani ile block ambayo waliweza kuifanya KMC pembezoni mwa uwanja, Ligasi Bey anatokea pembezoni mwa uwanja, lakini ameonekana kuona kabisa kwamba nikisema niendelee kukaa katika zoni ya pembezoni ya uwanja obviously kumekuwa kugumu. Kwa hiyo natafuta njia mbadala nyingine ambayo naweza nikawa bora zaidi. Kwa hiyo kumfanya fullback ambaye ananikaba asiwe na role ambayo inaweza kumpa comfortable ya kunifanya mimi nisiweze kuonekana, basi ngoja nimkimbie niingie katika maeneo ya katikati. Kwa hiyo amekwenda kuongeza idadi ya namba katika zoni ya katikati, kuwafanya sasa KMC hawajui fullback aingie ndani kwenda kumkaba Ligasi Bey ama abaki katika shape yake. Ina maana kama atabaki obviously ina maana kuna fullback wa Simba anakuja, Shomari Kapombe anakuja katika hiyo zoni. Kama atasema aingie ndani, ina maana pia anamwachia Shomari Kapombe zoni ya kuweza kupiga hiyo cross. Kama atasema abaki, ina maana kuna striker hapa ambapo atatoka, au kiungo wa juu namba 6 namba 8 atatoka katika ile zoni ambayo alikuwepo, kumfanya sasa kuwaondoa wale watu ambao wanaofanya pale katikati kuwa na msitu mkubwa, hawa viungo wawili wa KMC, kuwatoa sasa kuwapeleka pembezoni ili kuacha hapa gap
ambayo Ligase Bey anaweza akaja akakuta ile sehemu iliko wazi, anapokutana na ile mipira inakuwa kwake ni rahisi kuweza kushuti katika lango la KMC, na ndio kitu ambacho kilichotokea wakati Ligase Bey kati yuko pembezoni mwa uwanja, ameona sasa huku ni kugumu, ngoja nifanye niongeze idadi ya namba, tuwachanganye hawa viungo wa KMC kuwafanya sisi tuwe na idadi ya namba kubwa, iwe ni rahisi kuweza kupitisha zile penetration pass, kwa sababu tutakuwa ni wengi zaidi ya wao wachache. Kwa hiyo ndio kitu ambacho alichokifanya kiungo wa juu. Anachokifanya yeye, anaondoka na watu ili kuacha hii eneo la katikati kuwa liko open. Kwa hiyo lile eneo la katikati linapokuwa liko open, sasa Ligase Bey kwa sababu yeye anatokea pembezoni mwa uwanja na mguu wake wa kushoto, kumbuka, anakuwa analifesi vizuri lango la KMC, ndio kitu ambacho kilichoweza kutokea, na kweli anakutana na hiyo mipira katikati, ana shoot mpira wa kwanza, golikipa unamshinda, mwalimu anatokea anakwenda ana score. Mpira wa pili hivyo hivyo, tunaona KMC wanakwenda kushambulia, wananyang'anywa pale pale katikati ya kiwanja, zinapigwa pasi mbili tatu, unamkuta Ligase Bey katikati ya uwanja anajaribu kushuti kali kabisa, linadunda linamshinda mlinda mlango wa KMC na kupelekea Simba kupata hayo magoli ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kwenye ujumbe wa msikilizaji anasema, jamani, Simba sasa hizi tutadeka, Mungu azidi kuleta umoja kwa viongozi wetu, by Mary akiandika hivyo kwenye ujumbe wake. Lakini pia mwingine anasema, Gusonasa anaitwa Juma kutoka Kinyerezi, nauliza magoli ya Simba akafunga nani na nani? Suleiman Mwalimu pamoja na Ligase Bey ndo ameweka kambani mipira ama mabao hayo mawili yaliwapa uongozi wekundu wa Msimbazi Simba katika dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza. Jamani, kama namuona Libase akiwa man of the match, mchezaji bora wa mwezi na mfungaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu, haraka sana hiyo. Ndo kwanza goli la kwanza tu ushamuona na kuwa mfungaji bora. Okay, wacha tusubiri kuona, wacha tuvute pumzi pia tuone mambo yatakavyokwenda huko mbele. Atapata muendelezo huo, atafunga mechi baada ya mechi. Ameingia dirisha dogo Yes, yeah. Kama akifanikiwa kupata hiyo consistency, atakuwa anatukumbusha namna ambavyo alifanya striker yuko Simba kwa sasa. Alivyoingia dirisha dogo. Yes, na ni kutoka Singida Black Stars, ni jina kidogo yuko Simba bwana. Jonathan Soa. Jonathan Soa alifanya kazi kubwa sana pale alivyoingia kwenye dirisha dogo lile. Sasa baadaye amekusajiliwa na wekundu Msimbazi Simba kidogo kama yale makali yake ambaye tuliaona akiwa nayo pale Singida Black Stars, hatujayaona pia akiendeleza pale katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Twende studio namba 2 pale kupitisha chumba cha habari, alafu utarejea tena kwa ajili ya kuendelea kukupatia updates zote zinazoendelea katika mchezo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya klabu ya soka KMC.